Mimi nilikuwa naituma aenda kaongea na demu ambaye nimempenda mimi anamtilia maneno afu yeye demu mpaka anakubali mimi. Kwa hiyo inakuwa yeye anataja kuongea. Mimi nakuwa nishamaliza kila kitu. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa hivyo. Sasa hicho kitu ikataratibu ikaanza kunitoa tu kwenye kuwa mwanamke. Ni taratibu tu nishajitega na hawa watu. Tayari nishaona mimi ndo naweza kuwatongoza hawa watu. Au mimi ndo watongozea kabisa tayari. Unaona ile. Kwa hapo niko form 1 bado sijaanza hata ile staarabika kabisa. Sasa form 1 hiyo nikaanza kuchukia maumbile yangu. Ile unajua ile nitaka kufit kwenye dunia ya wanaume. Wewe ile kufit sasa nikaanza kuona sasa hivi nikifikiria ndo naelewa. Matiti yangu mdogo yalikuwa madogo. Yalikuwa madogo kabisa lakini nilikuwa naona makubwa. Sasa nilikuwa naona makubwa. Yaani nikiangalia kifua mbona makubwa hivi? Yaani kaa nitazaa uncomfortable, yaani nilikuwa uncomfortable na ile tu kwa na matiti. Kwa nikawa nisovaa manguo makubwa yale. Kafanya kwa shati la shoto nikavaa shati likubwa hivi. Wewe nilikuwa natembea nimejikunja fulani. Yaani niko hivi. Mbona umeinama lakini ndio nilikuwa comfortable kutembea vile. Na nilikuwa yaani nilikuwa sijui kama nimeinama hivi. Lakini ndio nilikuwa nimeinama hivi kwa sababu nilikuwa uncomfortable na matiti yalipo mbele. Sasa ikaenda. Nikaona naona kana napoteza muda. Namuza mama, hivi mama, si nimesikia kuna zile sindano nachoma hivi matiti yanapungua, sijui surgery, sijui nini. Tumeambiwa na watu kwamba huyu Eleni ni tomboi. Mimi sitaki kupokea kabisa hicho kitu. Nasema sio kweli. Mwanangu ni mdogo tu. Lakini moyoni nikaanza hivi mpaka Tabata kule. Ambako mimi tu kutembea. Mtu kamuona anapita tu. Kila amenotice mtu mtomboi. So yeye aliponiletea barua sema sasa ndo hichi. Lakini kimsingi mwanamke ambaye kwenye ndoa anapitia matatizo ambayo ni ya kawaida aendelee kukaa kwenye ndoa yake. Mimi simshauri kabisa. Ndoa ni kitu kizuri, changamoto zipo na changamoto ziko kila sehemu. Hata ukiwa peke yako unakuwa na changamoto. Sasa sikia niambie kitu kingine cha kuambia wazazi. Tunakosea mengi ambayo hamyaoni kuliko mnayoyaona. Yaani huko nje tunakosea mambo mengi, tunafanya upumbavu na ujinga mwingi. Alafu mnatuficha. Sasa kuficha. Mtajua ambacho Mungu amewapa neema ya kujua. Yaani kuna kesa ukizisikia shule, wengine wanazimia, hawaamini. Hawaamini kwa sababu gani? Makosa ambayo mzazi anayaona sio hayo tu, yapo mengi. Wakati mama anazungumza hapa, aliongelea kwa habari ya wewe kuwa tomboy au kuanza kutamani kuwa mwanaume. Sasa natamani tukusikie wewe mwenyewe. Ni nini kilikupelekea, yani ndani yako ulikuwa unapata msukumo gani hasa ambao ulikupelekea kutamani kuwa mwanaume? Lakini ilikuwa tu hivi, niko nyumbani, darasa 5 hiyo nilikuwa mtu fulani napenda marafiki wa kiume kipindi hicho sana primary. Yaani nakuwa comfortable sana na marafiki wa kiume kuliko wa kike. Kwa hiyo definitely kanitengenezea mazingira ambayo nimezoea sana wanaume kuliko wanawake. Kwa hiyo maana nakaa sana na wanaume, kwa hiyo wanawake wanakuwa yani kwenye asilimia wanakuta na asilimia 20 afu mara nyingi sana niko na wanaume. Kwa hiyo wanaume nikaa na wazoea, yani wanaume wananizoea na mimi nawazoea. Aliposha ambao unakaa nao. Tumezoeana. Sasa nilipokuja form 1 hapo nilianza shule. Tulienda kukaa sehemu mpya kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunakaa ibafani kama yani tuko yani isolated, unajua zile sehemu sasa tukaenda Uswahilini huko Yombo. Sasa hapo ndo pakaanza kuchangamka. Ile tabia ukaa na wanaume sana, wanaume mpaka nikaa vinahitaji vile vijio yani hivi na vijio wangu vitatu. Yaani moja iko bondeni, moja iko pale juu chama. Pale kwetu panaitwa hivyo. Nikaa nafikiria unaona nikubali sana, unajua kuna ile umekaa na mpaka wenyewe anakuwa naye mwenzao yani. Yaani wewe ukija fresh tu. Na wewe unajiona mwenzao. Yaani mwenyewe fija pale wanangu fresh uko poa, wanangu onja hii basi usijamii situmiaga hiyo. Yaani ninakaa tunapiga story tu naelewana. Wananiambia kabisa Helen, sikia nikwambie basi nikwambie vipi yule demu nimemkubali. Sasa basi kaongee naye.
kaongea naye mwanangu, mimi mkubali kinyama, baba usijali na chio kazi. Namaliza dakika 2-3. Naenda pale naongea naye, namtia maneno. Mimi nilikuwa naituma aenda kaongea na demu ambaye nimempenda, mimi namtilia maneno afu yeye demu mpaka anakubali mimi. Kwa hiyo inakuwa yeye anataja kuongea, mimi nakuwa nishamaliza kila kitu. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa hivyo. Sasa hicho kitu taratibu ikaanza kunitoa tu kuwa mwanamke. Ni taratibu tu nishaitega na watu. Tayari nishaona mimi ndo naweza kuwatongoza watu. Au mimi ndo watongozea kabisa tayari. Unaona ile. Kwa hapo niko form 1 bado sijaanza hata ile staarabika kabisa. Sasa form 1 hiyo nikaanza kuchukia maumbile yangu. Ile unajua ile nitaka kufit kwenye dunia ya wanaume. Kwa hiyo ile kufit sasa nikaanza kuona sasa hivi nikifikiria ndo naelewa. Matiti yangu mdogo yalikuwa madogo. Yalikuwa madogo kabisa, lakini nilikuwa naona makubwa. Sasa nilikuwa naona makubwa. Yaani nikiangalia kifua mbona makubwa hivi? Yaani nikawa nitazaa uncomfortable, yaani nilikuwa uncomfortable na ile tu kwa na matiti. Kwa hiyo nikawa nisovaa manguo makubwa yale. Kafanya kwa shati la shoso nikavaa shati likubwa hivi. Kwa hiyo nilikuwa natembea nimejikunja fulani. Yaani niko ili maziwa yasionekane. Inama lakini ndio nilikuwa comfortable kutembea vile. Na nilikuwa hata nilikuwa sijui kama nimeinama hivi. Lakini ndio nilikuwa nimeinama hivi kwa sababu nilikuwa uncomfortable na matiti yalipo mbele. Sasa ikaenda. Nikaona naona kana napoteza muda. Namuza mama, hivi mama, si nimesikia kuna zile sindano nachoma hivi matiti yanapungua, sijui surgery sijui nini. Hao nije nifanyaje hizo surgery za kupunguza matiti au nilichokuwa nafanya navaa nguo nyingi hapa. Navaa nguo nyingi ili yani yabanike hivi yaende mbele, yani yasijionyeshe hapa mbele yangu, yani nisiyaone. Kwa hiyo nikaa hivyo nikaendelea. Yani unajua siji zinakuwa taratibu. Kwa hiyo nimeanza kuzoea naume, nikaja kunisaidia kwanza kuchukia maumbile sasa kwenye kuvaa nguo hapo. Yaani jamani mimi kuvaa gauni hata sketi ya shule nilikuwa napata shida. Sema ndio hivyo kwa siwezi kubadilisha. Yaani kuvaa gauni kwa kweli ilikuwa siwezi. Yaani mtaa wangu wote ulikuwa ushanizoea mimi ndio kuvaa suruali. Suruali mapenzi. Matraki yale makubwa. Mimi ndio zilikuwa nguo zangu. Kisa kama mimi siku nimevaa dela, majirani zangu tu wenyewe, no umevaa dela. Unajua walishtuka na tu hajanizoea kabisa, mtaa wangu wote hujanizoea mpaka nimevaa mpaka tunachanga, nyie umeona yule kavaa dela leo, mbona yule watu wameshangaa. Yaani jinsi gani mimi nilikuwa tayari out kwenye kuvaa nguo za kike. Siwezi. Yaani sijui kuvaa hereni. Kwanza nilikuwa nachukia urembo. Nashangaa siku hizi jamani. Lakini nilikuwa sipendi urembo. Yaani ninapenda kuvaa manguo makubwa. Jamani mimi siku hizi tu Mungu ananisaidia mdogo mdogo. Nilikuwa sipendi kuoga. Yaani kwa kweli mimi nilitokea mbali. Nilikuwa naweza nikamaliza siku 3 sijaoga. And you're very okay. Yaani very okay. I'm very comfortable. Yaani I have no any problem. Mama na mingine saa 7 anamsha nikaoga. Hebu nenda kaoga. Yaani naona kama anisumbua jamani. Mbona mimi niko sawa tu hivi. Hivi usikia hata joto? Yaani mimi ndo navaa masweta yale mchana. Nasikia joto nipo sawa. Siku 3 sasa sijaoga na sina shida kabisa. Nipo sawa kabisa. Kwa hiyo taratibu ikafika sasa stage ya 3 form 3. Ndio nikaanza paka kutongoza sana wanawake. Na pia nikaanza kuvutiwa na wanawake. Kwa sababu tena mimi mwanaume tayari nishawazoea. Yaani unajua nimekaa na wanaume nimewazoea sana. Tumekaa sana hadi mwingine na nishaona wale ni wenzangu. Kwa hiyo tayari nikaanza kuvutiwa na wanawake, upande wa mabinti. Yaani ikafika stage nikibangaya wanaume yani sishtuki. Yaani unajua unaona mwenzako. Yaani unajua ile wanaume mchukua jamani unaona yeye handsome nini? Yaani mimi ndo kwanza niko naangalia za wanawake. Wewe demu bwana mzuri yule. Afile kama mzuri yule. Yaani niko busy naangalia wanawake. Kila mtu wanawake wenzangu wanaangalia mimi niko busy naangalia wanawake wenzangu. Kwa hiyo ndio sasa ikafika stage ya huko. Ikafika stage sasa darasani nikaanza kupendwa na wanawake. Wanafunzi wenzako hao. Unajua zile swaga nini. Hata anza kunipenda nini, analetea soda anatongoza nini. Kidogo haina njaa. Analeta nini kidogo. Yaani hivyo nikana ungwa analetea zawadi. Nakumbuka kabisa unaongwa na wadada sasa. Na wadada sio kwa kike sasa hamna wanaume. Hivyo na mimi naona ndo maisha. Afu nikana furahia na enjoy yani vile naona kama sasa nikiwa na wale washikaji sana wanaume wale nikiwa na hapa story nilifanya amenikubali ni host naambie bwana tano unaonekana mtu fulani hivi na mimi sasa nikaanza kuishi maisha afu nikaanza kuyapenda
mimi nikaona ndo maisha. Sasa sijui msukumo ulikuwaje ndani, siwezi nikarelate sana, lakini nakumbuka mimi nikaanza kupenda, nikaona haya ndo maisha na nikaona kama nayafurahia. Yaani napenda, nikaanza hadi kuota ndoto sana mimi ndo maisha yangu. Nikawa nafuatilia kabisa accounts na matomboy nimewafollow. Sema huyu hapa ananispire, nitakuwa kama huyu hapa. Okay. Nitakuwa kama huyu. Huyu anavaa ni yani tomboy anavaa vizuri jamani. Yaani mani kama huyu hapa. Wewe nikawa na inspire pia na zile mtandao pia boyfriends zile kuona matomboy wanavyovaa, wanavyopendeza. Sasa bana kwa tomboy sio shida, mtu anapendeza hivi na zake hata haina shida yote. Kwa hiyo nikawa napenda na ikawa ndoto yangu. Nikaa kabisa na role models wangu, nikaishia pale mtoto wa watu. Sasa ndio hivyo kuendelea, nikaanza kutongoza. Sasa kuna mtu sasa kutongoza ikaona haitosha, kaa nataka kusema mahusiano. Siku tu basi tu mama yangu kuna muda alikuwa mara kwanza tulikuwa so close sana mimi na mama. Tulikuwa tuko close kabisa. Lakini ikafika stage kuna hizi kazi mama zinazofanya, kana ni inspire. Ikafika siku tunaweza tukaongea tupiga story. Akiwa na mood yake nzuri, na mood yake nzuri tunaweza tukaongea. Sika mood yake na mood yake nzuri, mimi niko kwenye post ya kutamba ile, unajua bado natamba nimeandikia barua nini 3 bwana nikubali, nafurahia. Niko nasoma mbaya ni shena na mama, ngoja nimpe story. Mama afika, mama njoo. Nini mama alikuwa anafurahi ile siku nini? Yapo. Nini barua? Nani hiyo? Unafikia hakika anapenda. Kampa. Mama akasoma. Akashtuka. Akasema kwa hiyo vipi sasa? Akasema ndio hivyo. Yaani ndio hivyo unavyoona. Kaambia haya mama, sasa kama alivyosema hakushtuka. Mimi nikajua naye amekubali, amelizia. Ikaisha, mimi nikaudi zangu. Kesi ikaisha pale. Mama tu akashtuka, akachukua nani akaingia zake ndani. Mimi nikajua fresh, kama kuna damu kwa nakaa naye. Kaambia namuona mimi ndio nishamaliza. Nishapata nani yangu hivyo. Ikaenda mama ndo posi sasa mama zikaanza. Mama ndo akaanza ile kushtuka na nini. Na mama, ngoja turudi kwa mama kidogo. Wakati unamwona binti ana transformation ya mavazi na namna ambavyo anapenda kukaa kwenye vijiwe, hukuhisi chochote? Yaani sio tu kuhisi, hata wadogo zangu walikuwa wananiambia, "Kimi mama Helen, huyu mtoto mbona kama ana tabia za kitomboi?" Mimi nikaa nasema, hapana. Huyu Helen amezoea kukaa na wavulana. Huko Bukoba kwa bibi yake alikuwa anaishi na wavulana. Kwa hiyo amezoea tu anawapenda wavulana. Yaani ilikuwa hainiingia akilini kama mwanangu ni tomboi. Unajua jicho la jirani linaona zaidi kuliko jicho la mzazi mwenyewe. Yaani mtu mwingine akikwambia kitu kuhusu mtoto wako wewe, mzingatie sana huyo mtu. Huyo mtu anaona zaidi ya wewe unachokiona. Yaani wewe unaona mtoto wako yule unayemjua wewe, lakini wengine wanaona zaidi yani. Yaani wewe unakuwa ni mtoto wangu tu, huyu hawezi kuwa hivi. Yaani ni mwanangu tu, hivi ni utoto tu, kumbe ni tabia na kuonyesha, lakini wewe huwezi unashindwa kuielewa. Kwa mimi nilikuwa hivyo, namuona anavaa nguo hiyo, namuona nasema atabadilika tu, tumpe muda, bado ni mdogo, atabadilika. Kilichonistua ni hizo barua. Yaani lakini nilikuwa naona, lakini siwezi kusoma ile kama hichi kitu sio cha kawaida. Na nafikiri mara nyingi tabia za watoto zinajengeka mpaka kutengeneza mizizi, kwa sababu mara nyingi wazazi wengi huwa hatuna utayari wa kupokea mapungufu ya watoto wetu. Yaani notice kwa wazazi wengi. Hata nafikiri hata kuna mtu nimeshawahi kuzungumza naye ambaye ni mwalimu, akawa ananiambia kuna siku mtoto wake alifanya kosa shuleni, wakati anajaribu kucommunicate na yule mzazi akawa mkali. Kwa hiyo hii inatu alert au kutufundisha sisi kama wazazi tuwe makini sana na vile ambavyo watu wengine wanatuambia kuhusu watoto wetu. Vingine vinawezekana kweli vikawa ni vigumu, lakini unapokijua mapema kinakusaidia kujua namna ya kumsaidia mtoto, kwa sababu kadiri mtoto anavyozidi kukua yamkini ikawa ngumu zaidi kumsaidia tofauti na akiwa chini. Alafu unajua watoto wa siku hizo wana akili sana. Kwa sababu wanajua kipi ni kibaya, kipi si kibaya. Kwa hiyo mara nyingi wanapoona kile kibaya, anapojua kwamba hiki anachofanya ni kibaya, hata akifanya mbele yako mzazi. Kwa hiyo yamkini watu wengine wa nje wakaweza kuona zaidi kuliko wewe. Na hicho ndio maana mwanangu nilivyogundua kwamba ana hilo tatizo. Kuna watu waliniambia usiweke public, utakuwa unamzalilisha mtoto wako, watu wataonaje? Ngasema walikuwa wameshaona zaidi yangu mimi.
yani wameshaona, yani mimi ninachokiona kama ni siri, sio siri kwa machoni pa watu wengine. Sababu mtaa mzima ulikuwa unajua mwanangu ni tomboi, kasoro mimi tu ndo sijui. Asa leo ndio simeti mwanangu sasa naenda kumficha. Unamficha wapi sasa? Kuna watu wanajua. Yani wewe utamficha, alikuwa anavaa hivi anaficha maziwa anatembea barabarani watu wanamuona. Afu wewe useme jamani siwezi kuongelea hivi kwa sababu nitamdhalilisha mwanangu, sio hamna, watu wanaona. Kwa hiyo kama Mungu ametenda ni ushuhuda, washuhudie tu watu wengine, sababu Mungu huwa atendi kwa ajili yetu peke yetu. Anatenda ili uwe msaada kwa ajili hata ya watu wengine. Kwa hiyo mwanangu mimi, kweli kama unavyosema, mimi wadogo zangu waliniambia, dada, tunapotembea barabarani wanatuambia watu wengine huko Tabata ambako wadogo zangu wanaishi, wame tumeambiwa na watu kwamba huyu Eleni ni tomboi. Mimi sitaka kupokea kabisa hicho kitu. Nasema sio kweli, mwanangu ni udogo tu. Lakini moyoni nikajiza hivi mpaka Tabata kule ambako ameenda tu kutembea. Mtu kamuona anapita tu. Lakini amenoti sio mtoto mtomboi. So yeye aliponiletea barua sema sasa ndo hichi kile nilichokuwa nakisikia. Nakisikia kama naogopa kupambana nacho kwamba sasa kipo. Kwa hiyo ndo hapo ndo nilipogundua kwamba ndio maana nasema kwa kweli mtu mwingine akicomment juu ya mtoto wako kuwa makini na hiyo comment yako. Na pia niongezea hapo, yani kwa watoto sisi hapa niseme yani jinsi tulivyo tukiwa na wazazi na tukiwa nje wazazi ni vitu very tofauti. Yani huwa anasemaga sana kwamba hamna mzazi anayemjua mwanae. Yani tuseme anamjua, lakini anamjua kwa jinsi ambavyo mtoto amejiweka kwa ajili yake. Yes. Exactly. Kwa hiyo watoto yani always tukiwa na wazazi tunakuwa watu fulani hivi si mzazi anamtaka. Unajua sasa yes. Tukiwa wadogo tu kuna jinsi unamsoma mzazi wako. Mzazi wangu anapenda kabisa. Mzazi wangu anapenda yani akija nimkute ndani. Mzazi wangu anapenda akija kwa hiyo unamsoma mimi tunakuwa tunavifanya mbele yake. Sasa ukitaka kujua mwanao ni mtu aina gani, siku kila haupo. Yani siku surprise kwa sababu yule unakalii mama anarudi muda fulani, anarudi muda fulani. Yani tunakalii ratiba na kalii kuona unajishape kuishi vile mzazi anataka anavyotaka. That's very true. Sababu naonaga hata watoto wangu akikwambia mama naomba niangalie katuni. Ukimuuliza katuni gani anakuambia katuni ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anajua hicho ndicho mama anataka niangalie. I am so sure inawezekana wakati mwingine anaangalia katuni nyingine lakini kwa sababu ameshajua kwamba mama hiki ndicho anachokitaka. Anakwambia kabisa mama naomba niangalie katuni. Katuni gani mama? Au sasa anakuja kabisa mama naomba niangalie katuni ya Yesu. Kwa hiyo what you're saying Helen, it's very true. Watoto wanatujua, watoto wanatusoma, watoto siku hizi wana akili sana. Tofauti na sisi wenzetu wakati tunakuwa. Kwa hiyo wanatupa kile ambacho tunakitaka. Unapewa kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo tayari akiwa nje hana mtu wa kumplease au na mtu ambacho kwa hiyo nje ndo anapata uwepo wa kuwa anachokitaka. Kwa hiyo kusikiliza watu wanasema nje kwa ajili ya mwanao ni point, yani ni sehemu kubwa sana ya kumjua mtoto wako. Kwa hiyo labda niongezee na hata walimu pia wana chance kubwa sana ya kuwajua watoto wetu na kuwasoma kwa sababu wenzetu wana uzoefu kwenye hayo mambo lakini pia wamekaa na watoto wengi. Kwa hiyo hata mzazi inapotokea mwalimu anakuambia kitu fulani kwa ajili ya mtoto wako, ni vizuri ukakifanyia kazi kwa sababu wakati mwingine tunapinga kwa sababu hatutaki kupokea negativity za watoto wetu. Lakini kumbe kupokea kwetu, kukubali kwetu ndiko njia ya kuwasaidia wale watoto. Kwa sababu kwa kadiri ambavyo unamwacha anaendelea kukua, ile tabia inaendelea kukua na yeye. Na kuna msemo mmoja unasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo inaweza ikafika point ambayo ni ngumu tena kumkunja. Kunja samaki atachoma na mimba. Kwa hiyo ni vizuri sana tukajitahidi kupay attention kwa vile ambavyo tunavisikia hata kina dada nyumbani. Unajua wakati mwingine tunakuwa ile like unaona kama dada ni mtu tu wa kufanya kazi, yani hana sauti ndani kwako, lakini wafanyakazi wa ndani pia wana muda mwingi sana wa kushinda na watoto. Na anamjua vizuri sana mtoto kwa sababu yeye ndo anashinda naye, anajua mtoto wako kaangalia nini, mtoto wako kaongea maneno gani, kajibu nini. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri pia kuwapa room au kufungua mlango pale ambapo wanataka kushare na wewe kuhusiana na watoto. Tukirudi kwako Helen. Okay, tumesikia story yako namna ambavyo kile ambacho ulikipitia kilikupelekea mahali ukatamani kuwa tomboy, si ndio? Na mama akakupa assignment ya kuandika, ukaviandika vya kuandika. Sasa kuna vitu ambavyo mama alikuelekeza lakini wewe ndani yako kile kipindi cha transformation sasa unataka kutoka kwenye ule tomboy kurudi kwenye
usichana wako au wanamke wako, ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavifanyia kazi wewe? Mama anakuambia fanya hiki, lakini tunataka kusikia experience ya wewe uliyefanya. Ulifanya nini cha kukusaidia? Kwa sababu inawezekana kuna mwingine anatusikiliza naye mtoto wake anapitia the same. Kwa hiyo inawezekana kile ambacho kilikusaidia wewe kikamsaidia na mtu mwingine pia. Kuna muda kwanza mama alichoka. Kuna muda alikuwa anafanya effects, anafanya efforts, hebu fanya efforts, afu mimi yani niko pale pale. Anajaribu ile mtoto kuongea na physical kufani, inamletea ile yani ile kama siko tayari, unajua siko tayari. Kwa kunafika mama ifika stage naona akachoka, yani ifika stage akachoka, sema sasa mwanangu mko kweli nimeishia hapa. Na mbona kuna qualifier inaambia wewe kama unataka kuwa hivyo bora hata ufe. Alisema hivyo. Akasema tu bora ufe. Na mimi kipindi kile sana nikaa najaribu, kwa sababu nilikuwa sasa ngatoka direct na mama naona kama anamuumiza mama na nini vitu vile, nikaa najaribu kujiforce yeye akiwepo, yani kama pale inaporudia tena na kuwa unampa mzazi anachokitaka. Akiwepo kama nimevaa ile mijuba navaa vizuri nini natulia. Akiondoka tunarudisha kitambaa kichwani, narudisha mzuri wangu kichwani. Akirudi maana ndio hivyo unaingia unajisahau, anarudi anakuta nacho unajua niliweka tu bahati mbaya na hivi na nini. Kwa hiyo nikawa nataka kutoka kwa ajili ya baba yangu, yani ndio the first pitch ambayo nilikuwa nayo. Nataka kwa ajili ili nifike naendelea kumuumiza mama. Ikaendelea lakini nikashindwa. Unajua unaweza una fake lakini baadaye unaona kabisa unajua vinakataa. Yani vinakukataa. Unajua kuna muda anajaribu lakini nampa jamaa yangu ile kwenda kwa shikaji hivi, yani siwezi tu eti gafa tu. Na yale ndio alikuwa maisha yangu mimi. Shinao kwa zile form gafa tu mtu ananiambia eti aso maisha nini. Nikasiwezi ile kusubmit haraka kunayo mambo. Kwa definitely nilikuwa naendelea, lakini ndio hivyo chini kidogo mama amerudi hivi na najaribu ile kumficha asione kama naendelea. Kwa hiyo nilianzaga hivyo. Nikajaribu kumficha mama, ikaendelea. Ikafika tu muda kuna rafiki yangu anaitwa Grace. Alikuwa rafiki yangu sana kipindi kile. Sasa yule rafiki yangu ndo mimi ndo labda nisema alishangia sana kwenye mimi kula, kwa sababu yeye ni mfano hivi alikuwa anatoa upendo tu. Yani Helen unataka kitu fulani na support, ananiambia Helen unataka kufanya kitu fulani. Helen anataka, lakini you hivyo ulivyo Helen. Afi yeye pia alikuwa girlish, alikuwa very girlish. Yani alifanya kanapenda yani tulikuwa marafiki, lakini mwenyewe siamini kwa sababu gani? Yeye alikuwa anapenda sana kuwa girlish. Yani nikageli fani kamekaa kikike. Mama wangu anamjua ashakuja nyumbani. Amekaa kikike ni amestarabika. Kwa hiyo ikafika muda nikasema akanambiaje Helen, let me be your role model. Kwa hiyo role model wangu fanya na nishape mbele Helen hapo usivae hivyo. Wewe ni mtu wa kike. Akaanza kunisema hadi kukaa darasani. Nilikuwa siwezi kukaa vizuri. Yaani nikikaa afu mpaka inanisumbua, lakini at least sasa nikakaa vizuri, nikakunja nne nikatulia kama binti. Akana ni shape darasani usikae hivyo. Kaa vizuri, nyosha mgongo, yani kaile kibinti. Kwa hiyo kwa sababu yeye ndiye alikuwa amefanya karibu, unajua mzazi sasa karibu kama rafiki yako. Kwa hiyo anasema karibu sana na mimi, kwa alikuwa anajaribu kunishape pale nikaa vizuri. Hapo usenge hivyo. Unajua kuna ile nilikuwa bado nimezoea na wanaume ile. Unaona wao inaenda nishazoea washikaji wao wanangu hapo. Ananisababisha yeye tulie. Hebu jaribu kujizuia, yani tulia. Mimi siwezi jamani, nilikuwa nataka kusema haya tulie. Wewe unataka kuangalia wewe tulia kwa yaka nani. Yani hivyo taratibu tu bila any force wala nini. Kwa hiyo definitely mimi kusema kwamba nilifanya kitu kazi, amna. Ilifika stage tu nikasema anyway sio mbaya, nikawa hivyo. Kwa hiyo nikakubali tu kwamba naweza nikawa hivyo. Alafu sasa taratibu mambo mengine yakaanza. Yani ile unajua ukikubali kitu hata universe inatengenezea mazingira sasa ya kuwa hivyo unachotaka. Kwa hiyo tu ni definitely nikaanza gauni zuri, kama imenipendeza fulani hivi, nikaa napenda kuvaa kiatu kirefu. Nikarudi sasa kwenye maisha yangu ya kwanza. Mimi kwa sababu ya TV mama najua. Ifika stage vya TV ni vya wanawake bana, sio vya kwangu. Unajua ile kafika stage gauni mbona kaso baya. Mbona yani kazi imenipendeza. Mbona kama naweza nikasuka hivi nikaa yani unajua. Kwa hiyo taratibu nikaanza kujishape vyenyewe. Ila tu nimevaa. Kuna kipindi nilikuwa paka naogopa. Sasa nasemaje? Yani nikibadilika nikawa kike.
shikaji yangu mimi atanionaje? Nikasema yani nionaje jamani? Sitaonekana kama mimi yani nimeshindwa. Afu kipindi kile sasa kuna haya maneno wale walikuwa nakutishia fulani hivi. Wewe utakuwa tu kikuwa utaacha. Kaambia ngoja na naonyesha kama mimi nitaendelea mpaka mwisho. Si unajua? Sasa najiuliza mimi nikibadilika nikaanza kuvaa magauni, watu watanionaje? Mimi jamani, unajua ile naanza kuona hata kama watu wataona mimi nimefeli labda kuwa mtu aina hiyo. Lakini ghafla tu nikaacha na siogopi. Naona ni sawa, hata nikienda pita babani, wewe umevaa sketi leo? Wewe umevaa gauni leo? Kumbe na unavaa hivi. Sio bwana nini nikwambia ukiwa mwanamke. Kwa hiyo taratibu nikaanza kuzoea wanene watu, na pia kilichosaidia sana ni kupunguza ile shikaji na nini. Sijui ilitokeaje. Yaani ghafla tu nikaona mbona kana nachoka siku kwenda huko. Nikaona tu nachoka, naona uvivu kwenda nini, nikaa tu moja. Kwa hiyo hiyo pia ikanisaidia kwa sababu ningezidi kukaa nao wangezidi kuniambia wewe naye umefeli nini sana. Mkaanza kuzingua. Si unajua? Kwa hiyo nikapunguza ile na ninao, nikaa tu naona niko free, nikaanza kujini ghafla tu nikaanza kupractice ile self love. Mama alikuwa ananiambia sana practice self love, yani nijipende, kuwa obsessed. Kwa hiyo nikaanza ile kuwa obsessed, na rafiki yangu alikuwa anapenda kuni hype kwenye hiyo Grace. Anapenda kuni hype kwenye hiyo sehemu kama Helen jipende, unajua wewe ni mzuri. Wewe mzuri. Kwa hiyo tayari nikaanza ile self love, kupractice self love. Mama nikajenga kwenye hiyo kama mimi nikazuri bana. Unajua sana. Hivyo taratibu shapi ghafla mpaka hapa nimefika. Mimi namshukuru Mungu. At least siku hizi naweza kusema nimenani sana, lakini namshukuru Mungu. Nimeokoka kidogo, siku hizi naoga at least, ndio mama. Kuoga naoga. Unajipenda, umevaa na hizo zako kiatu kirefu, umependeza kabisa. Utanikumbuka basi. Kwa hiyo hivyo at least kwa mimi niseme ni neema ya Mungu. Sasa nikasema nilifanya kazi sana kusema nitafanya kazi kitu. Hapana, mimi nahisi ni neema ya Mungu na upendo wa mama. Kuna kipindi alishut down kabisa. Kuna labda upendo wa mamangu na upendo wa rafiki yangu ambaye nilikuwa naye, ambaye ni Grace, ndio at least vilinishape kwa hivi. Lakini kusema spini nilifanya kazi kitu fulani ni uongo. Niseme kitu kama ni neema ya Mungu, ni upendo wa mama, ni upendo wa rafiki zangu ambao nilifanya. Lakini nimejifunza kitu hapo kwamba mtu ambaye ulimweka karibu kwa kipindi hicho alikusaidia sana kwenye transformation. Kwa hiyo ikanifundisha kwamba wazazi tunahitaji kuwa makini sana na watu ambao wako wanawazunguka watoto wetu, marafiki zao, kwa sababu kama rafiki anaweza kukusaidia kuwa na tabia njema, inawezekana mlango wa rafiki ukatumika kuwa na rafiki ambaye akaribu tabia yako. Kwa hiyo kama wazazi ni muhimu sana pia make sure tuna make follow up na watu ambao wako karibu na watoto wetu, marafiki zao mashuleni, huko mitaani, ili kusaidia kujua kwamba wako karibu na watu wa aina gani, kwa sababu hao walionao karibu wana uwezo wa kuwa influence. Unajua sisi ni watu wazima, tunaweza kujua kupambanua kwamba huyu ananifaa, huyu anifai. Lakini watoto wanapokuwa hasa kwenye lile lika la hasa primary school, ni ngumu sana kujua kwamba huyu anafaa, huyu hafai. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi mtoto kujikuta mahali ambapo sio salama. Kwa hiyo wazazi tuwe macho. Dada Rehema, wakati wa transformation ya mtoto sasa, wakati unamsaidia kwenye hiyo transformation, ni changamoto gani ambayo ulikutana nayo? Changamoto zilikuwa nyingi kwa kweli. Nilikuwa nakabiliana na mtoto ambaye yani mimi alikuwa ananichukia. Changamoto ya kwanza ni kwamba niligundua ananichukia. Alafu mimi tena niwe daktari wake. Kwa hiyo itakiwa ni lazima nijishushe to maximum. Ili kuweza kumsaidia. Niweze kumsaidia. Yaani nibidi kuna muda mwingine nilikuwa nagundua hatuwezi kuongea. Namuacha. Akiwa vizuri namuita, wakati mwingine nanyamaza kimya, asemi chochote. Basi namwambia kama utaweza kuandika utaandika, kama hutaweza basi tusiongee, tuache. Na hapo aliposema kwamba sielewi ilitokeaje, ni kweli haelewi ilitokeaje, kwa sababu kuna kipindi alisema mama amechoka. Yaani sio kama nichoka, yaani kuna mzigo fulani nilikuwa nao ndani wa kuongea naye. Niliongea naye mpaka ukaisha.
Kwa hauna cha kusema tena. Kusema yani sio cha kumwambia. Kwa hiyo nikamwacha tu aendelee. Kana naendelea hivyo yani ninamwacha tu, wakati mwingine namwangalia tu, wakati mwingine namwambia bwana fanya hivi. Na nikagundua ananiigizia kama alivyosema. Nikamwambia usiigize. Yani wewe akasema itatokea yeye. Anasema wewe acha tu, wewe kubali tu kama wewe ni mwanamke, afu acha mambo mengine yataflow yenyewe. Wewe kubali tu mimi ni mwanamke basi. Hiyo ndo kazi yako. Wewe kubali mimi ni mwanamke basi. Mwanamke wako uta manifest vipi, hiyo sio kazi yako. Wewe sema tu mimi ni mwanamke, afu uta float kwenye huo mwanamke basi. Kwa hiyo usijifiche fiche, yani wewe kama ujawa tayari kuwa hicho ambacho unatakiwa uwe, na mpaka sasa hivi wewe ni mwanamke. Hata hivyo acha tu, endelea tu na hizo nguo zako, wewe endelea tu. Wewe akawa anaendelea, wakati mwingine anajificha na hivyo. Sasa kuna kipindi ilifika na nakaribia, nakumbuka alikuwa anakaribia mitihani ya form 4, na ninamshukuru Mungu aliweza kufaulu. Baki katika wakati ambao nilikuwa sitarajii mwanangu afaulu, ndio kwa kipindi chabo, ndio kipindi cha therapy hiyo, ndio form 4 mitihani inakaribia. Kwa hiyo kwenye mwezi wa 7 hivi, si wa 8, nafikiri ilikuwa wa 8, alipitisha kama wiki 3 hajaenda shule. Kwenye hiyo maongezi sasa ndio yamepamba moto, na mtihani unamkabili, na ni kama amechanganyikiwa. Kuna wakati ali shut down kabisa, akawa yani ni kama mtu amezima, gari limezima, niseme hivyo. Yani alizima kabisa, akawa yani kama kazubaa, yani nikaona kama mtoto sasa kama amekuwa kama taira. Yani kama taira, hataki kuoga, hataki nini, yani yuko hapo kazubaa, shule aendi, na nikamwacha. Kabla sijamwacha nilimpigia pasta. Pasta akaniambia muache, hilo gari limezima, likiwaka hilo limewaka moja kwa moja. Basi nikasafasa ananitia moyo nikampigia mwingine. Kampigia mwingine na akanijibu hivyo hivyo, sema hilo gari hapo likiamka, hilo gari litaamka kivingine. Basi nikasema basi itakuwa ni sawa, nikamwacha. Nikana muogesha siku moja hivyo. Baadaye akaamka. Alivyoamka sasa kutokea kwenye hiyo kuzima, ndo aliamka na hiyo hali yake sasa, akaanza kubadilika. Ndo akaanza kubadilika, akaanza kujikubali, akaanza kujipenda hivyo kidogo kidogo, akaanza kuoga, akaanza kujifurahia, akaanza kuvaa tu gauni twake hivyo, yani akaanzia hapo. Lakini pia hapo nimejifunza kuwa patient kipindi cha transformation, kwamba unajua wakati mwingine tunatamani vitu vitokee overnight. Kwamba nimegundua mtoto ana tabia hii, natamani nimseme kesho asubuhi amke amebadilika. Kwa hiyo pia transformation ni mchakato. Kwa kweli ni mchakato, na unamhitaji mzazi ambaye amepona. Yani huwezi kuvumilia wakati mwingine. Yani huwezi kuvumilia. Kuna vitu vingine utapaniki, utapiga kelele na nini. Yani kuna vitu vitakuvuruga kama huko sawa. Utulivu. Uwe na utulivu na uvumilivu mkubwa sana. Kwa hiyo sasa ukishakuwa na maumivu ya kihisia, huwezi kuwa mtulivu, huwezi kuwa mvumilivu. Natamani tu vitu vitokee haraka. Upone wewe kwanza. Yani mzazi akipona anaanza kumsaidia vizuri. Na mimi najua kabisa ningekuwa sina huo msaada. Nashukuru Mungu kama ili jaribu lilikuwa kama vile mtihani. Maana nilitoka kwenye mentorship ya Pastor Deo. Nilikuwa sijakaa muda mrefu sana, ndio nikutana na hicho na huo mtihani. Kabidi uingie practical. Sasa practical. Na pasta ukitoboa hapa wewe ndio na kweli umetisha. Kwa hiyo yani nikasema kila ngoja kikumbuka au ni mtihani wangu. Kwa hiyo nikaa namwacha tu, na wakati mwingine nahitaji hivyo vikao vya masela. Alikuwa anaenda, wakati mwingine nafunga mlango na lala, yani sijui hata amerudi saa ngapi. Sasa Mungu wewe unajua tu. Anaenda kwa masela anarudi. Kwa sababu nilikuwa najua hawezi kufanya kitu chochote kibaya. Yani sema tu anapenda, yani si mwanaume, yani yani kwa hiyo nilikuwa hivyo. Yani maisha hakuwa marahisi, panahitaji tu mzazi mvumilivu, pia huo umepona maumivu ya kihisia, ndio utaweza kumuelewa mtoto wako anapitia nini. Na naomba nikurudishe nyuma kidogo. Wakati unaongelea kuhusiana na ndoa yako na kwamba wewe na mwenza wako kwamba hamko pamoja, kuna kitu natamani umsaidie mtu mwingine ambaye anatutazama. Yamkini kuna vitu ambavyo vilitokea ambavyo vikapelekea mpaka mka separate, ambavyo leo hii ukivitazama unaona ni vitu ambavyo labda nilikosea, yamkini ningevifanya sawa sawa, labda tusingefika huko. Mimi makosa yangu unayoyaonaga hasa mimi ni makosa ambayo niliingia nayo kwenye ndoa.
Okay. Yani kutokea pale pale kwenye ndoa niliingia nayo. Nilikuja kugundua kama niliolewa nikiwa na maumivu. Nilitarajia yule mwanamume anipende sana, nijali sana. Yani nilikuwa nategemea uwe so special. Nilikuwa na vitu vingi ambavyo navitarajia kwake ambavyo havikutokea. Sasa ile kitendo cha kutokea ikanivuruga mimi. Kani mtu wa mood swing. Yani mimi sio napenda kucheka, nilikuwa stick kwenye ndoa kule. Nilikuwa nakaa naweza nikanuna mwezi mzima. Na hichi kitu mume wangu kwa kinamkera sana. Kuna siku nilimuuliza mume wangu, kwa nini tuko hivi? Kwa nini mimi na yeye yani tuko, akasema yani mimi sipendi tabia yako ya kununa. na kama kuna kitu nilikifanyia kazi basi ni kununa. Yani nilikuwa na nuna, yani nasusa. Naweza nikafanya kazi zote ndani lakini siongei na wewe. Unaelewa? Kwa hiyo hicho kitu na nilikuwa sielewi kwa nini ninanuna, kwa nini na tabia ya kununa. Yani nilikuwa na mapicha mume wangu anaweza kaa yuko kazini, kunaweza nikaa nawaza vizuri tu, akija jamani nitafurahia. Unasema wow, mume wangu amerudi. Akirudi nikisikia tu ana gari linapaki na lazima yote inazima. Yani lazima yani kilolo unaweza kusema ni pepo. Lakini alikuwa pepo, ilikuwa ni maumivu ya kihisia ambayo nilikuwa na katoto fulani ndani huku ambako akakupendwa, akakujaliwa, kakiwa katoto. Yani nilikuwa na katoto fulani ndani huku kana tamani yani kulelewa ndani ya ndoa huko. Yani mume awe mume afu awe baba, uende ukalia kubembelezi tena awe mume huyo. Sasa mume wangu alikuwa kwenye nafasi ya mume tu, alikuwa kwenye nafasi ya baba. Kwa hiyo hicho kitu kilichangia sana mimi kuivuruga ndoa yangu na kuifanya ndoa yangu isiwe na amani. Kwa sababu niwe mkweli kabisa. Yani yule baba sio kama alikuwa mtu mbaya hivyo yani. Sababu ni mtu alikuwa atakupa unachokitaka, yani atakupa. Unaona na shilingi ngapi? Unataka shilingi ngapi? Unataka nani kiatu cha 50 au 100? Hajiulizi, atakupa. Unataka kusuka nywele, napenda kwa hapa nipendeze, weka mawigi, jilemba, napenda. Atakugharamia chochote. Unataka kwenda wapi? Sokoni, si kanisani, atakupeleka. Lakini mimi sasa nilikuwa na mahitaji yangu ya kihisia fulani hayo. Yalikuwa yananivuruga vibaya sana. Na hayo ndio yalichangia kwa kiasi kikubwa mimi na yeye tusiweze kwenda. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta uponyaji kabla tujaingia kwenye ndoa. Yes, yani ni kitu cha muhimu sana. Usiingie kule ukiwa na maumivu ya kihisia, unaingia kwenye ndoa na matarajio makubwa sana ya kujaliwa sana, kupendwa sana, kudekezwa. Yani mtu afu unakuwa kama vile unataka mume wako awe nabii wako, yani akujue tu. Yani wewe umenuna afu ajue kwa nini umenuna. Yani ajue afu akusolve huko. Nilikuwa hivyo. Yani nilikuwa kweli nilimuumiza kwa sehemu. Yani nilikuwa mtu wa namna hiyo, kama labda najiwazisha nataka mume wangu akija aniletee zawadi fulani. Umejiwazisha? Nimejiwazisha hapo. Afu akija ana kitu kingine tofauti na ninachokiwaza. Nanuna. Baba wa watu hajui. Unaona yani ulikuwa na kitoto fulani hivi. Si kama mnanielewa jamani. Mimi nakuelewa vizuri sana. Unanielewa sana. Kwa hiyo hicho kitu dada Silvia ndio kilisababisha mimi ndoa yangu isiwe na amani. Lakini yule baba shida yake ilikuwa ni wanawake tu. Na inawezekana mimi nilikuwa nachangia sababu alikuwa anakosa furaha. Inawezekana ulikuwa unafungua mlango mwenyewe. Unafungua mlango yani unajua akija na alikuwa ni mtu anawahi kurudi kazini. Ni mume wangu alikuwa anapenda kula nyumbani, kula chakula changu mimi. Lakini nampakulia nikiwa nimenuna. Napika vizuri sana. Napika vizuri, ndio nimepika vizuri, nimemwandalia vizuri lakini nimezima yani si. Sasa baadaye nilikuja kugundua kumbe kile chakula kilikuwa kina maana kama mimi nimenuna. Kabisa. Kwa hiyo yeye alikuwa tu changamko langu kwanza. Sasa changamko langu mimi na najua wakati ananioa atakuwa alipenda tu jinsi nilikuwa nimechangamka. Afu akashangaa. Na unapenda kucheka dadangu. Akashangaa huko ndani huko sicheki. Naweza nikaa niko na mashoga zangu huko nje na cheka na furahi. Nikisha sikia gari linakuja, najiswitch. Hata kama hajakosa baba watu. Yaani baba watu hajakosa, nataka tu haje anibembeleze, haje hata niulize tu. Yaani unajua? Hapo ndo ilikuwa shida yangu ilipo. Na nilikuja kuigundua lakini yeye aliniambia, maana nilimuuliza, "Kwani jamani shida ni sasa unanuna wewe mwanamke?" Aliniambia kweli kabisa, "Wewe unanuna." Yaani tabia ya kununa ukiacha tu kwa kweli mimi na yeye tunaelewana. Kwa hiyo sasa nikaingia kwenye wokovu, kitu ambacho nilikiombea sana.
kununa. Na kwenye sio kama nilipona, nilikuwa najikaza. Lakini nikajua nimepona. Baada ya kuingia kwenye darasa la Pastor Deo la mambo ya uponyaji wa kihisia na la mkumbo, ndo niligundua nilikuwa sijapona, ila nilikuwa najikaza. Sasa ndio ngaanza kuifanyia kazi. Sasa hivi haipo kabisa yani hiyo hali imeondoka. Yani kale katoto bako kalikuwa kananuna mngana kala susa mara kafanyaje, hako akapo yani akapo. Kwa hiyo shida yangu ukiniuliza kwenye ndoa, shida yako ilikuwa nini? Hiyo hapo. Na niligundua mimi nitoka nayo kwenye wazazi wangu huko, nikaingia nayo. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yanaharibu ndoa hayatokei pale kwenye ndoa. Mara nyingi tunaingia nayo. Na hayo ndio yanakuwa sababu ya kufanya ndoa isiweze kudumu au idumu. Yani inategemea ndoa zetu, dada Silvia, zinavunjikia kwenye ndoa za wazazi wetu. Jinsi ulivyoandaliwa, ulivyotazamishwa ndoa ni kitu gani? Yani ulivyoona mama yako anaishi, baba yako anaishi, yale mapito ambayo walikupitisha nayo, wewe unahamisha tu yale maisha unayapeleka kwenye ndoa ya pili. Kama ya maisha yalivyokuwa kule, ndio yataamua hii ndoa iendelee au isiendelee. Wewe utakuwa unamuonaje mume wako, unaishije naye vipi, unamheshimu vipi, unamchukuliaje? Ni vile uliona mama yako anamchukuliaje baba yako, uliona baba yako anamchukulia mama yako. Yani yale maisha yale ndio yanaamua ndoa zetu ziendelee au zisiendelee. Kwa hiyo kimsingi ndoa haivunjiki kwenye ndoa hizi tunaoishi, zinavunjikia mbali kwenye ndoa za wazazi wetu. Mara nyingi inakuwa ni triggers ya vitu ambavyo tumetoka nazo huko nyuma. Yani trigger, na mimi najiona kabisa mume wangu alikuwa ananitrigger, yani kidogo tu nalipuka. Yani nakuwa na overfeeling. Ukishakuwa na overfeeling unakuwa na overreacting, yani kitu kidogo tu. Yani siwezi kukwambia mume wangu hajai kunipiga wala hajai kunitukana. Yani hata kimuuliza mwanangu awiko hapa, hakuwa mwanamume wa namna hiyo. Hakuwa mwanamume sasa mlevi, hakuwa mlevi. Hakuwa mwanaume eti wa kutembea karudi usiku. Hana, atarudi mapema, atakuwepo nyumbani, anapenda kuangalia TV, ataangalia TV. Ila sasa mimi nina visanga vyangu na mimi hivyo, ambapo mimi nilikuwa namuona yeye ndio tatizo kubwa, kwamba ana michepuko si nini. Kumbe wakati mwingine saa nyingine inawezekana ni kweli ilikuwa tabia yake, au na yeye alikuwa na majanga yake. Lakini hata mimi pia sikuwa nimeweka peace hiyo nyumbani. Yani nilikuwa namfanya nyumbani mume wangu afikirie hata kuja kurudi, nafikiri. Kina hapo umenifundisha kitu kikubwa Darema. Inawezekana kuna vitu vingine ambavyo tukao tunalalamika kwa habari ya waume zetu, lakini tukawa visababishi. Yes. Kwa sababu wanaume wanapenda utulivu, wanaume wanapenda amani. Nyumba isipokuwa na amani, kwa sababu wanaume they are born to be leaders na wanapenda kuongoza. Kwa hiyo mwanamke usipompa nafasi ya kuongoza, inaweza ikamfungulia mlango wa kutafuta mahali ambapo patampa hiyo nafasi. Kwa hiyo tunapowalalamikia wao, ni muhimu na sisi kujiangalia. Mimi nasemaga siku zote, yani kabla hujaondoka kwenye ndoa yako, hebu jiangalie sosi ya hayo maumivu ni nini. Yani kwa nini, yani jiulize kwa nini naumia? Kwa nini akichelewa kurudi naumia? Kwa nini akifanya kitu kidogo tu naumia? Kwa nini unaumia? Jiulize, ni shida inayotokea kwa sasa hivi au ni huyu mtu anatrigger tatizo ambalo wewe uko nalo? Sababu hakuna kitu kinauma hata Silvia kama ondoka kwenye ndoa ukijua mwenzako ndo tatizo, afu ushaondoka na gundua kumbe mwenzako sio tatizo, wewe ndio ulikuwa tatizo. Inaumiza sana hiyo. Inaumiza sana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukijua kabisa kinachokuumiza kwenye ndoa ni kitu gani, ni kinachotokea kwa muda huo au huyo mtu anatrigger tatizo ambalo wewe uko nalo ndani, uliingia nalo. Kwa hiyo mara nyingi sana kwenye ndoa waume zetu wanatrigger tatizo tulilonalo ndani. Kuna matarajio makubwa sana ukaingia nayo kwenye ndoa na maumivu. Yani ni maumivu. Wewe niongezea hapo. Japo mimi sijafika kwenye stage za ndoa, ila naomba kuongezea kwamba una attract wale watu ambao wapo kwenye mzunguko wako wa akili yako ambao ulipotokea huko ukiwa mdogo. Yani kuna jinsi uta attract mtu ambaye yupo kama babako. Yani mambo baba yako alikuwa anafanya, mama yako alikuwa anafanya kwa babako, uta attract yani kuna jinsi tu uta attract watu wale ambao watachuga kitu kile ambacho ulikuwa unakiona kwenye maisha yako, kwenye ndoa au kwenye hata mahusiano yako ya nyuma. Yani mzunguko ni ule. Wewe unakuta mtu kama ni mtu fani hivi ametoka kwenye familia ambayo ina furaha, kuna jinsi tu ata attract mtu yule. Unajua kuna jirani yetu, mimi nilikuwa nikihadisia kuhusu wazazi wangu, anaona kama wewe vipi? Yani akaanza kuhadisia, mama wangu mbona hapo kwenye ndoa miaka 16,
wanaishi wote, babangu anampenda mamake, naye pia ameoa mamake na anampenda na anaishi na anapenda, ndio mpaka wanamshangaa. Wewe una shida gani? Huyu hajui shida za ndoa. Unajua mimi nilifika stage mama ananiambia, kuna ndoa nzuri ziko wapi? Hebu nionyeshe. Sasa akiniletea natafuta kuna kitu inawezekana akawa anapenda, na siamini hicho kitu. Unatafuta kosa mahali. Subiri kwanza. Yaani bora siamini, subiri. Mbona kama hapa wapendani hapa? Yaani unajua darasa ile, kwa sababu siamini kama kuna ndoa ambayo yani eti watu kapendana kabisa wakaishi kwa amani. So siamini kwa sababu sio kitu ambacho nimekiona, na kwa sababu siamini hicho kitu, sasa nika attract mtu ambaye yani nikatisi mtu ambaye labda ana eti kafanya mimi hapa nitesi mtu ambaye eti ndoa yake, mtu familia ndoa yake iko salama. Siwezi nika attract mtu kama huyo, kwa sababu nipo kwenye mzunguko kwa sababu hicho kitu naamini hakipo. Nita attract mtu ambaye either na yeye ana picha kama ya kwangu, kwa sababu energy zina flow kwa jinsi ambavyo. Na nafikiri nimewahi kumsikia mmoja wa wanasaikolojia alisema mara nyingi ukiwa na maumivu una attract mtu mwenye maumivu. Yaani maumivu ni kama vile yanawasiliana. Kama yanasmaku vile. Yanawasiliana. Kwa sababu unajua akili zetu zina tabia ya kuvutia kitu familia. Yaani unavutia kitu familia, yaani kitu unachokijua. Ni kama kwenda kununua nguo dukani. Mara nyingi tunanunua nguo ambazo zina rangi ambazo tunazo nyumbani. Yaani kununua rangi mpya ambayo haikuwa nayo kabisa. Hicho ni kitu very rare. Yaani unashangaa tu unanunua kanguo ka rangi hiyo ambayo wewe unaipenda, ndo uko nayo ndani huko unachokipenda. Kwa hiyo yani kuna wakati mwingine ukiwa na maumivu ya kihisia, yani sijui labda nitoe mfano wa mgonjwa ndio kwa mrahisi. Unajua wagonjwa wakikutana, wagonjwa wanaouma ugonjwa unaofanana wanaelewana sana, sababu yani wana connect haraka, wana connect haraka jamani. Au wale wachika, unaona hata singomaza kwa singomaza wakikutana wanaelewana sana. Mimi kuna nyumba nilienda kupangaga nyumba moja hivi, hata mdada fulani yeye alikuwa mpangaji kwenye nyumba pia, akaniuliza siku ya pili tu nimehamia pale, dada tukao tumeelewana tu, akaniambia wewe una wazazi? Nikamwambia hapana. Afadhali wewe nishapata rafiki yangu, sababu na yeye ana wazazi. Kitendo cha kumwambia mimi sina wazazi sina wazazi, aliona mimi mwenzake namuelewa. Kwa hiyo wenye maumivu wanaelewana, kwa namna fulani wanaongea lugha moja ambayo inaelewana. Lakini mtu ambaye hana maumivu ya kihisia na mtu ambaye hana maumivu hawaelewani, lugha zao hazielewani. Sababu kumbuka wewe mwenye maumivu ana matarajio mengi. Wewe mwenzake hata muelewi yani. Anaona unakuza mambo. Mbona yani ndio maana watu ambao kimvuta kwenye mahusiano, mtu ambaye anaumwa na mwingine anaumwa, ili uhusiano huo linachangamka sana. Unakuwa na mshamsha. Mara wivu amenyang'anya na simu, mbona unafanyaje? Pigia na simu, ulikuwa wapi? Huyu anamjali mwenzake, huyu kama yule anamjali mwenzake. Yaani uhusiano unakuwa linachangamka hivi. Sasa kutana mmoja tena awe mwanaume mmoja mzima afu mwanamke mgonjwa, hiyo ndoa. Niliona siku moja kwenye Instagram mtu ameandika wale wanaombaga ushauri. Anasema mume wake amepoa sana, yani hajachangamka. Umeona? Yani mtu anaweza kaondoka kabisa. Mimi zamani nilikuwa sielewi, ngasa labda ukimpata mwanamume mwema hivi ambaye ametulia, amenyooka, unaweza kuishi naye. Ndugu yangu, anaweza kukushinda. Kuna mtu anatamani apate mwanamume yani kivuruge. Ndio anaweza kuishi naye wewe kivuruge, mara amempiga, mara ameenda hivi, mara amelala nje, mara wamepigana, wamegombana. Huyo mtu kama kazoea kuishi kwenye labda kwao, walizoea kuishi kwenye mazingira haya, ugomvi na nini, kelele, kutukanana, wamerudiana, wameombana msamaha, wamefanya hivyo, wamefanyaje, wamepigana, wameumizana. Kama mtoto amekuwa kwenye mazingira hayo, akapata mwanamume mmoja gentle, ajui mambo ya ugomvi, mstaarabu, mtoto wa kanisani, mwanamke utamweza. Atakuwa analiamsha tu. Yaani sasa mwanamume ambaye amejachangamka, mwanamume kama kazubaa. Yaani hakuelewi. Hakuelewi kabisa. Yaani anaona hauzungumzi lugha yake. Kwa hiyo utu wema wa mtu hautoshi tu kwamba ndoa ndio itadumu. Yaani haitoshi kabisa. Inategemea huyo unayemuoa ana uzoefu gani wa maisha. Unaweza kumuoa mwanamke ambaye uzoefu wake na wako havitaweza kwenda kabisa. Na Darema, naomba nikuulize swali. Wewe una experience ya kuwa ndani ya ndoa alafu baadaye ukatoka. Kuna watu ambao wako ndani ya ndoa wanapitia changamoto ambazo ni manageable kabisa, sababu hakuna ndoa ambayo haina changamoto. Wanapitia changamoto ambazo ziko manageable, lakini labda kwa sababu wana uwezo wa kifedha, wanawake ana opt kutoka, akiamini kwamba hata maisha ya nje ya ndoa anayaweza. Tunaomba utusaidie experience yako. Mimi naamini
even divorce it's not easy. Labda naomba utusaidie wewe experience yako, yule ambaye anafikiri kwamba ndaweza tu, ndaishi tu, unaweza kumshauri nini? Kwa kweli kama mtu yuko kwenye ndoa afu anapitia changamoto ambazo ziko manageable kama ulivyosema, simshauri kutoka nje, sio kuzuri. Niwe mkweli kabisa, mimi niko nje sasa hivi miaka kama 5 sasa. Nje sio kuzuri, na mara nyingi wanawake hatusemi ukweli. Tukiwa nje tunajaribu kuonyesha walio ndani kwamba tuna furaha sana, maisha ya nje ni mazuri sana. Labda anaweza kupata nafuu akiwa nje, na yenyewe sio nafuu ya moja kwa moja. Ni yule ambaye alikuwa kwenye wakati mgumu, yani haiwezekani, yani pale sasa ananyanyasika, anapigwa, yani ananyanyasika to maximum kiasi kwamba sio salama kwake kuendelea kuwepo. Huyo nakubaliana naye. Lakini wewe huyo ule msema wewe, yani ni changamoto sio zaka, lakini anataka tu free, sababu anaweza kulipa kodi, anaweza kusomesha watoto, anajimudu, atoke nje. Mimi simshauri kabisa. Yani ukiwa ndani kwenye maisha yao unayoyasema, unahisi ukitoka nje kuna furaha utaipata, kuna namna utajisikia, utashangaa tu. Ukishaondoka kwenye hiyo ndoa ambayo iko manageable, lakini wewe kama kuondoka, ukitoka nje kwa muda mfupi tu utapata furaha, lakini baadaye utaanza yale maumivu yatarudi. Utaanza kuona ule upweke, kuna ule upweke utakukuta. Unajua kwenye ndoa hatujalishi tu mwanamume analipa kodi au mwanamume analipa ada au mwanamume sijui kuna ule utu, yani uwe na mtu, yani ule yani kuna wakati unamhitaji mtu, hata umeamka naye kitandani au umejisikia kuumwa kichwa, muite baba nani, nasikia naumwa. Yani ukiwa peke yako ni tofauti sana. Yani na mwanamke katika asili yetu sisi tumezoea kusema. Sasa ukiwa peke yako una pa kusema, unasema kwako mwenyewe. Yani sio, umenielewa yani wewe ndio unaojisemea hapa, nataka nipe kodi, nataka nipe ada za watoto hapa, nataka nijinunulie hiki, nijinunulie hiki. Yani kuna muda ile hali inachosha sana. Yani ile hali inachosha sana. Ni kitu ambacho usikiombe kikukute, acha kitokee tu. Sio wewe umekisababisha. Sababu wewe ukiwa umekisababisha utakuwa na guilty. Unatamani kurudi, ngumu kurudi. Na wanawake wengi watamani kurudi, lakini wanashindwa kurudi sababu wameshasema mambo mengi. Kwamba yani hayo maneno uliyosema yeye anakuzuia usirudi. Lakini kimsingi mwanamke ambaye kwenye ndoa anapitia matatizo ambayo ni ya kawaida, aendelee kukaa kwenye ndoa yake. Mimi simshauri kabisa. Ndoa ni kitu kizuri, changamoto zipo, na changamoto ziko kila sehemu. Hata ukiwa peke yako unakuwa na changamoto. Yani kuna yale mahitaji mengine uwezi kujipa. Yani huwezi kujipa. Yani kuna muda unamhitaji mtu hata kwambie pole tu. Unamhitaji mtu akuulize wewe uko wapi? Mbona hujarudi nyumbani? Sasa ukiwa mwenyewe hamna naye kuuliza wewe nenda umegongwa na gari umefanyaje? Yani unajitoa, unajirudisha mwenyewe. Hakuna simu wewe anayekukea hayupo, anayekuulizia yupo. Ukiumwa wewe unakodi si Bolt, unajipeleka hospitali unarudi. Yani kuna ile huduma ya kibinadamu kwa binadamu, hata kama hajatoa hela, lakini hata anakusindikiza hospitali, amekuuliza unaendeleaje, amekujali. Inatia moyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko kwenye ndoa asitamani kutoka nje. Kwa kweli sio salama. Na mwanamke ambaye yuko nje, kuna namna fulani unajisikia hauna ulinzi, kama una ruzi fulani hivi. Yani unakuwa kama vile ni askari ambaye hana bunduki. Sijui kama mtanielewa. Yani hivyo. Kwa hiyo ukiwa na mwanaume kuna namna unajisikia, yani kuna namna unajisikia uko salama. Lakini ukiwa hauna, yani au unatembea, yani unajisikia hauko salama. Kwa wale tunaopitia changamoto ambazo hazihatarishi maisha yetu, hazidhalilishi utu wetu, wakati mwingine ni vizuri tukajitahidi kutafuta solution ya changamoto ambazo tunazipitia. Kwa sababu hata huko nje sio kurahisi kama ambavyo tunafikiri. Sio kurahisi kwa mwanamke mwenye hela, sio kurahisi kwa mwanamke ambaye ndo hana hela ndo kabisa. Yani sio kurahisi kwa kweli. Nje huko sio kuzuri. Wewe ndio kama Biblia inasema eli wawili kuliko mmoja. Kabisa. Lakini pia Biblia inatuambia mmoja atafukuza maelfu, lakini wawili watafukuza makumi elfu. Kwa kweli. Na naamini mpaka Mungu anaanzisha ndoa alikuwa na nia nzuri, alikuwa na lengo nzuri nyuma yake. Na mwingine anasema bana mimi naweza kulipa ada, naweza kusomesha watoto wangu kaza leo. Tunasema hivi wanawake kama naweza nikalea mwanangu mwenyewe
Nikalipa ada, nikawasomesha watoto wangu, nikaishi nao peke yangu. Nataka tu mwambia kwa kweli utaweza kufanya hayo yote, lakini hautaweza kulea peke yako. Wewe utaweza kuwatunza tu watoto, na watoto hawahitaji sana matunzo, wanahitaji malezi. Na malezi huwezi kulea peke yako, lazima umepea, sababu mama ana mchango wake kwenye malezi na baba ana mchango. Na hii michango haiingiliani, baba hawezi kuchangia mchango wa mama na mama hawezi kuchangia mchango wa baba. Yes, very true. Kwa hiyo wakati mwingine kaa tu angalie mbele zaidi, sababu unaweza ukajiokoa wewe afu kaangamiza watoto wako. Na nafikiri nimeshawahi kumsikia mmoja wa wataalamu, lakini pia nafikiri pia nimesoma kwenye kitabu chako. Kuna mahali umeandika, kama nimechanganya naomba utanisahihisha. Kuna mahali panasema kwamba hata kama wewe ni single mother, kulikuwa kuna sababu ambayo hauko pamoja na baba, ni vizuri kutafuta mtu ambaye anaweza kusimama kama baba, a father figure to the kid, kwa sababu nafasi ya baba ni muhimu pia kwenye maisha ya mtoto. Yaani huwezi kuiziba nafasi ya baba. Nafasi ya baba ni ya muhimu sana sana. Ile sauti ya baba ni dawa kwa watoto. Mtoto aisikie sauti ya baba yake. Na watoto maskini tunawakatili. Kuna shule moja nilienda, yani baba amewekewa kabisa sheria shuleni, kutoka tena vyombo vya sheria, hataki kuja kumuona mtoto. Baba haruhusiwi kumuona kabisa mtoto wake. Kwa nini? Sijui kuna kesi gani na mke wake. Ni baba wa mtoto fulani. Okay. Haruhusiwi kabisa kwenda kumuona mtoto. Niliumia sana sababu nilifili maumivu ya yule mtoto, sababu mtoto kuna namna anatamani kumuona baba yake, kuongea na baba yake. Anapoona watoto wenzake wanaenda shuleni, unasimulia baba amefanya hiki, baba amefanya hiki, hana cha kuchangia yeye, hana cha kuongea. Kwa hiyo anabaki tu. Wakati mwingine kama ni issue tu inayohusiana na wewe na mwenzi wako, hebu mjaribu kufikiria hao watoto. Ujue mapenzi yanaisha da Silvia, lakini ubaba na mama huwa huishi. Na wakati mwingine wanaoathirika zaidi ni watoto. Wanaoathirika zaidi ni watoto. Na ndio maana pale nilikuuliza swali moja kwamba mlipokuwa mnatengana, mlipata nafasi ya kuandaa watoto kisaikolojia, kwa sababu watoto huwa wanaathirika sana na changamoto ambazo wazazi wanapitia. Kuna mtoto mmoja niliwahi kukaa naye, kuzungumza naye, na yeye babake na mamake wametengana. Lakini nikagundua hata shuleni hakuwa anafanya vizuri kwa sababu ya changamoto ambazo wazazi walikuwa na stress wanawaza wanazipitia. Akaniambia mimi naweza nikakaa darasani, tumekaa prep, wengine wanasoma, lakini mimi nawaza tu mambo ya baba na mama, namna ambavyo baba anamgombeza mama. Kwa hiyo kwenye hizo changamoto za kifamilia watoto huwa wanaathirika sana. Kwa hiyo ndio maana nasema hata wazazi ambapo mnaona mmefika mwisho wa mwezi kuendelea, kuna vitu inabidi mjitahidi, kuna amani inabidi mjitahidi kuitengeneza kwa ajili ya watoto. Hata kama nyinyi mahusiano yenu binafsi hayaendelei, kubali tu kama yameisha. Yes, lakini mjitahidi kuwa na malezi ya pamoja ya watoto kwa ajili pia ya kusecure future yao. Inawezekana tukashindwa kuwasaidia watoto hata 100%, kwa sababu kitendo cha kutengana tayari watoto wanaathirika. Lakini basi hata kama tuko mbalimbali, basi tujitahidi pande zote mbili kuonyesha watoto upendo, ili basi at least tusiharibu kesho yao. Mimi hapo niongezee kwa kumalizia da Silvia, ni wasisitize tu wanawake wao wasema hawako kwenye ndoa ambazo ni umesema ndoa ambazo ni sio ngumu sana, kuna matatizo ambayo mtu yako manageable. Endelea kukaa. Kwa sababu gani? Wanaume huwa haachi watoto. Wanaume wanaacha mwanamke. Akiacha mwanamke ameacha watoto. Ni ngumu sana mwanamume kumhudumia mwanamke ambaye ameshamwacha. Ni ngumu sana. Kwa hiyo wanaume watelekezaji watoto, wanatelekeza mke. Akishakutelekeza wewe na watoto wako, kwa kimsingi kwa asili wanaume wanatupendaga sisi wanawake. Upendo unaoona anawapenda watoto kwa sababu anakupenda wewe. Akishakuchukia wewe, mkaa mna mgomvi na yeye, na watoto nao wanaathirika kupitia wewe sababu yeye hakutaki tena. Ndio maana mwanamume anaweza kaondoka kwenye familia yake, akaacha watoto wa tumbo lake mwenyewe, akaenda kwa mwanamke mwingine, kaanzisha maisha mengine, akasomesha mpaka mashemeji, mpaka watoto wa huyo mwanamke. Kwa sababu kwa nini anawasomesha? Anampenda huyo mwanamke. Lakini ameacha watoto wake nyumbani. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaume hawapendi watoto, wanapenda wanawake. Wanatupenda sisi. Akishakuchukia wewe, amechukia na watoto. Kwa hiyo heshimu sana mwanaume ambaye amekuacha afa anahudumia watoto wake. Yaani huyo yuko beyond asili ya wanaume. Yaani muheshimu, kama kumpigia saluti, wewe mpigie saluti. Wanaume wengi akishachukia mwanamke na watoto nao
amwachukia. Sisi kwetu kuna msemo fulani anasema yani mapenzi ya baba kwa watoto ni yanatokea kwa mama yake. Yani ili daraja huwa alivunjiki. Yani daraja linaanza kwa baba, mama, watoto. Yani mafuta haya yanashuka ya upendo kuanza kwa mama, yanashuka kwa watoto. Kwa hiyo ndio maana ni ngumu sana mwanaume kumhudumia mwanamke ambaye amemwacha. Kwa nini wanaume wanafanya hivyo? Sababu huyu mwanamke akiwa kwa sababu labda pengine mwanamume anayetelekeza familia yake akaenda kuhudumia familia nyingine. Huyu mwanamume kwa nini mwanamke yeye anahudumiwa na huyu hahudumiwi? Ule mwanamke anachochea, anampa energy huyu mwanaume. Unakuta ni mwanamke mwingine huko anamtia moyo, anamsifia, anafanya hivi, anamfanya jisikie furaha, jisikie amani, na wanaume wanataka hicho tu. Kwa hiyo kishampa hicho, anaona yeye anakubwagia alichonacho. Kama ni hela zake, kama ni upendo wake, basi yote ana supply hapo. Kwa hiyo wanawake ambao wako kwenye ndoa, ili mtoto wako aendelee kuwa na baba ambaye anamjali, anampenda, hebu chuchumilia hilo taji. Usivunje, yani wewe ndo daraja kati ya watoto na baba yao. Ukilivunja hilo daraja, imeisha. Yani ni maana hata mwanamume ambao wako kwenye ndoa sasa hivi wanahudumia familia zao, lakini wake zao wameshakata moto, wanahudumia kwa shida. Ani anahudumia kila hapa inapata nini, lakini mateso yote kiasi kuna hudumia 20,000 za kuna hiyo inapata nini? Yani wanaume wana ile inapata nini? Kwa nini nifanye hapa, ninapata nini? Hawafanyi kwa hisia kama sisi. Wenyewe napata nini? Angili kama ana mwanamke ambaye anamchochea, anampa energy ya kuendelea kupambania maisha yake, je, kutunza familia yako sio kitu rahisi. Awepo mwanamke anayeelewa aso zako, yani anakutia moyo, anakusupport, anakufariji, upate nguvu kesho uamke uende kazini. Una mwanamke ambaye umekuja na mizigo hata kutui, anakudharau, yani tunapoenda kumalizia kipindi chetu mwishoni, binti yetu Hellen, una ujumbe gani kwa wazazi? Mzazi ambaye anakutazama, una ujumbe gani kwake? Mimi ujumbe wangu ni naomba tu kuambia wazazi kwamba wazazi wengi sasa hivi tunahudumia, hatulei watoto. Yani mzazi, yani mtu akiwa mzazi anaona kama kazi yake sasa, mtoto wangu aende shule, chakula ale chakula, alale sehemu nzuri, mavazi, anaona ni hiyo ndo kazi yake. Yani ameishia hapo. Kwa hiyo wazazi wengi tupo kwenye kuhudumia watoto, hatupo kwenye kuwalea watoto. Na kitu kingine cha kumwambia huyu mzazi ambaye anaangalia sasa hivi, wazazi wengi hatusemi ukweli. Tunakosoa kuliko kusema ukweli. Yani wazazi wetu wanasubiri tukosee sehemu fulani ndo anzi sasa kuja sasa umekosea. Yani uko unakuta unakaa kuna wanaume unafanya nini? Yani anakusubiria ukosee ndo lazima umekee misingi, wanaume utatana na kile utatana na hichi. Sasa mzazi ametulia, anasubiri utane nacho, afa anakusubiria ukosee. Ndo anakuja sasa na washauri. Sikia nikwambie, wanaume ni wabaya. Naomba niseme hivi, yani tunalelewa sana nje kuliko ndani. Tuna taarifa nyingi za nje kwenye social media sasa huko. Yani sasa social media, yani nje tu kuna taarifa nyingi kuliko mama ambazo anazo ndani. Taarifa ambazo tunapata nje na taarifa ambazo wazazi wanatupa, yani ni vitu viwili vinagongana. Yani unajua iko hivi. Mimi mzazi nakwambia mtoto wangu, uko nje huko ukienda na namu utapata mimba, utaharibikiwa. Mimi na information za huko nje, kuna rafiki yangu, kuna mtu fulani nimeona yeye anafaulu darasani na ipo kwenye mahusiano vizuri. Yeye kuna nani vitu vya kuzuia mimba, kuna mtu tayari anajua kuna kalenda, kuna nini. Kwa hiyo wazazi wetu pia wajifunze kutuambia ukweli. Kaa chini tuambizane ukweli. Ukianza kuwajengea watoto wako hicho kitu kuanzia akiwa wadogo, ule upendo kuanzia akiwa wadogo, unakuwa unawafungulia mlango wa kushare na wao mambo yanayoendelea. Kwa sababu unapofungulia mlango, unafungulia mlango wa kupata taarifa kutoka kwako. Lakini wazazi wengi wametufungia huo mlango. Kwa hiyo taarifa tunatoa nje. Kwa sababu wako ongei naye. Fika tu shule. Hivi unafikiri huko changamoto watu atukutana nazo? Makonda huko wanapotufanyia atukutana na vitu kama hivyo. Umepanda kwenye dada mtu anakufanyia vitu vya ajabu. Ni vitu vinavyotokea, changamoto zipo na wazazi wanajua. Wazazi wanajua wametokea tulipotoka, wanajua kama kuna changamoto huko tunazipitia, lakini hawana muda wa kufollow up. Hawana muda, hamna anayefanya follow up. Anasubiria tu umekosea sasa sikia niambie kitu kingine cha kuambia wazazi. Tunakosea mengi ambayo hamyaoni kuliko mnayoyaona. Yani huko nje tunakosea mambo mengi, tunafanya upumbavu na ujinga mwingi
Alafu mnatuficha. Sasa kuficha mtajua ambacho Mungu amewapa neema ya kujua. Akasema anaweza wanaume umejua tu ghafla au kitu umepika tu ukajua mwanangu ana simu, wewe ulikuwa haujui. Sasa wewe jiulize hapo, umegundua kosa moja. Hivi kuna mzazi anayekaa akajiuliza kama mwanangu anakosea mangapi huko? Kama yupo tutataka kwenye comment. Lakini hayupo. Mtu amegundua mwanangu ana wanaume, basi amemaliza hapo. Atakaa hapa tukushauri wanaume, acha kufanya amemaliza. Lakini chanzo cha huku nyuma utagundua huyu sio wanaume tu, anachukua hela za wanaume wengine. Ana wanaume zaidi 20 huko. Yaani kuna kesi ukizisikia shule, sasa wengine wanazimia, hawaamini. Haamini kwa sababu gani? Makosa ambayo mzazi anayaona sio hayo tu, yapo mengi asiyoyaona. Yaani kati ya 100 mzazi anaona 2, anaona 3 ambayo tu yamemzunguka. Kwa sababu sisi kama nilivyosema tuna adapt wazazi walio, tunawakopi, tunawajua. Unamsoma mzazi wako, afu unamsoma akiwa mdogo, usifikiri kitu mpaka wewe mkubwa. Kitu shalom mtu ana miaka 6 lakini anachamsoma mama yake. Kama kwa jinsi tu anajishape. Mimi nikiwa naye anakuwa mtu mwingine. Anaanza kunisikiliza mama yake akiwepo, yani anakuwa na ile confidence fulani hivi, dada anaambia chochote mama yangu yupo. Kwa hiyo ashamsoma mama yake, ashamjua yuko ni mtu fulani. Kwa hiyo anampa mama yake pia anachokitaka. Tayari kashasoma. Kwa hiyo kitu pia anahitaji kwenda shule, anahitaji mtoto wako amekuwa, watoto wanakusoma wakiwa wadogo. Kwa hiyo cha kuongezea I think ni hicho hapo, kwamba wazazi tunawakosea huku nyuma, mambo tunayofanya nje ya pazia ni mengi sana ambayo msiyajua. Kwa hiyo huwa namuonea huruma sana mzazi anasema namjua mwanangu, hapana. Namjua mwanangu, namjua wanao wajui, yani mama wajui kabisa watoto wetu. Watoto wanayosema huku kuhusu nyinyi na wanayofanya nje ya pazia lenu ni mengi sana, mengine ukisikia mwenyewe hutaamini. Kuna mzazi amekaa anafikiri hajawahi kumkosea mwanae. Hajawahi, lakini wewe utajua umemkosea wapi? Shawahi kumuuliza? Shawahi kumuuliza mwanao? Hapana. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Kwa hiyo pia wazazi ningesema waongeze upendo sana kwenye kulea wanao, kuwaelewa. Pia tujifunze kusameheana pia kati ya mtoto na mama. Mtoto msamee mzazi amsamee mtoto. Kwa kusummarize, mimi nimemuelewa Helen vizuri. Na Helen ni binti ambaye bado anasoma, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine amewakilisha watoto wenzake wa umri wake na wa chini ya umri wake, kwa sababu ametupa story yake toka akiwa binti mdogo. Kwa hiyo in summary, mimi nilichoelewa ni kwamba wazazi kwanza tuwalee watoto kwa upendo na tujue kutofautisha kati ya matunzo na malezi. Wazazi wengi tunatunza lakini hatulei. Tuko busy na kutafuta hela ya ada, kuhakikisha tumewanunulia nguo, kuhakikisha tumetimiza mahitaji yao, lakini hatuna muda mwingi na watoto wetu. Kwa hiyo hii inasababisha kwanza tusipate chance ya kuwajua watoto wetu vya kutosha. Kwa hiyo ni muhimu wazazi tukatenga muda wa kukaa na watoto wetu ili tuweze kuwajua. Na Ellen ametuambia ya kwamba sura tunazozijua za watoto wetu sizo uhalisia wao. Kuna mambo mengi sana ambayo watoto wetu wanayafanya na sisi hatuyajui. Na Ellen amesema hapa ya kwamba sisi wazazi hatuongei vitu vingi na watoto wetu, lakini watoto wetu kwa dunia ya sasa wana taarifa nyingi sana za nje. Sasa ili kuavoid watoto wetu wakalishwa vya nje ambavyo hatuvijui, ni muhimu wazazi tukawa tunaongea na watoto wetu, na hasa wao wanaokuwa teenagers, kwa sababu dunia inawafundisha vingi. Kwa hiyo ni muhimu kama mzazi ukamwahi mtoto kabla ya kile cha dunia, kwa sababu mara nyingi mtoto kile cha kwanza ndio anatoka nacho, ndicho ambacho anakibeba. Siku hizi kuna smartphone, siku hizi tuna TV nyumbani ambazo zina access ya internet. Na wakati mwingine wazazi tunafunga internet nyumbani and we don't bother kujua watoto wetu wanaangalia nini. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa na watoto walikuwa na watch tena cartoon tu. Nikawa nimekaa hapo kwenye kochi. It was a cartoon, lakini nikaona ndani ya cartoon zina kiss. Umeona? Kwa hiyo mzazi unaweza ukajipa moyo kwamba mtoto anaangalia cartoon lakini kumbe ndani yake na vitu vingine ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo ni muhimu wazazi tukafungua mlango wa kutoa taarifa kwa watoto wetu, lakini pia ni vizuri tukawafanya watoto wetu wakawa marafiki. Tukawafungulia mlango wa watoto wetu kutuambia vile ambavyo wanakutana nako. Unajua wakati mwingine we are too busy. Yasi kwamba mtoto akikwambia mama nataka kukuambia hivi, bwana mimi nimechoka. Tutaongea baadaye. Na watoto ukimpush mara ya kwanza, mara ya pili hata rudi. Lakini ukimfungulia mlango mtoto akukushia na wewe tena hasa akiwa mdogo, yani itampa kukua mpaka akiwa mkubwa. Na hata wakati mwingine akikupa taarifa ambayo si nzuri sana, usimcrash moja kwa moja. Msikilize.
ukishamsikiliza tafuta namna ya kuzungumza naye taratibu, kwa sababu ukimfokea kesho atakwambia. Kwa hiyo ni muhimu tukawafungulia huo mlango. Lakini pia Helen ameongea swala la wazazi kuwakosea watoto. Na nilichomuelewa, tunapolea watoto kuna vitu vingine yamkini tukavifanya lakini vikawa tunakosea kama wazazi. Nakumbuka siku moja mtoto wangu alikuwa analia. Sasa nikajua anajiliza tu, kwa sababu hapo nyuma kulikuwa kuna issue ambayo alikuwa anajiliza. Kwa hiyo nikajua ni muunganiko wa kile ambacho alikuwa anajiliza muda ule. Kwa hiyo nikamchapa. Sikumuuliza sababu. Dadake akaniambia, mama hapana, umemwonea, huyu analia kwa sababu ameanguka bafuni. Jamani. Kwa sikumpa room ya kutetea. Na alikaa na hicho kitu mpaka tulikuwa safari, tumerudi nyumbani, alimwambia babake, mama alimchapa mtoto tukiwa kule. Lakini mama alimuonea kwa sababu mtoto hakufanya kitu, alikuwa analia kwa sababu kaanguka bafuni. Kwa wakati mwingine maybe we are too easy to judge kabla hatujawafungulia mlango wa kuwasikiliza. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha tunapata muda wa kuzungumza na watoto wetu, lakini kikubwa tuhakikishe tunalea na sio tunatunza. Tunapoenda kumalizia, mwisho kabisa, dada Rehema, una message gani kwa wazazi? Mbona kama Helen aimalizia? Helen nikamaliza yote. Nikamaliza yangu yote. Naona na mikopi na kupaste mengine. Naye huyu. Kwa wazazi mimi niseme tu kwa pande mbili. Kwa wazazi wale ambao tuko kwenye ndoa ambazo ni ndoa ambazo zina changamoto ambazo zinavumilika, yani hautishwi kuuawa. Yani ni ndoa ambayo ina changamoto ambazo ni za kawaida. Mimi nakushauri tu uendelee kukaa kwenye hiyo ndoa na utafute namna ya kujipatia amani ya kuendelea kukaa hapo, sababu unajua hata kwenye Biblia Yesu aliwahi kulala kwenye mtumba ambao una mawimbi, lakini yeye alikuwa ametulia. Kwa nini alikuwa ametulia? Sababu alikuwa na amani yake inayojitegemea. Kwa hiyo ukiwa hauna amani inayojitegemea ni ngumu sana kuvumilia changamoto za mtu mwingine. Kwa hiyo muhimu ukiwa kwenye ndoa jitafutie amani yako wewe inayojitegemea, ambayo haingiliani na amani kama mume wako ndo akupe amani au watoto wako ndo akupe amani. Jitafutie kuwa na amani na furaha inayojitegemea wewe mwenyewe, ili uweze kukabiliana na mawimbi yanayoendelea huko nje, mawimbi ya mume kafanya nini, mawimbi ya watoto wamefanya nini, jamii inafanya nini. Ili uweze kukabiliana na hayo yote, jitafutie wewe mwenyewe, yani kuwa na furaha yako na amani yako ambayo havitegemei na kitu chochote kinachoendelea nje ya maisha yako. Hapo ndo utaweza kuchuja hata kwenye ndoa, kuchuja kama naacha hii ndoa kwa sababu gani. Utakuwa na sababu za msingi sana, pengine labda maisha yako hatarini, au unaona kabisa labda ndoa inasimamisha ndoto zako. Ndio utaweza kuamua maamuzi ya busara kuiacha, na huko nje hautakuwa kikwazo kwa wengine. Lakini ukiondoka kwa sababu tu unaumia, unaweza kwenda kuumia zaidi kule nje na ukaumiza pia watoto wako. Kwa hiyo mimi nakushauri tu ukiwa kwenye ndoa, tafuta kwanza kama una maumivu ya kihisia, tafuta kwanza kupona hayo maumivu ya kihisia. Usiamue haraka kama naondoka mwanamume ni mbaya, mwanamke ni mbaya. Tafuta kwanza upone. Uhakikishe una amani yako na una furaha yako, ndipo lenzi zako za macho zitaanza kuona uhalisia. Ndio utaanza kuona vizuri kama ni kweli huyu mwanamume wangu ndo tatizo au mimi ndo nilikuwa ni tatizo. Kwa kweli hapo wazazi na wasii sana kwa habari ya kupona maumivu ya kihisia, ndio tutaanza pia kuwapenda watoto wetu, kuzipenda pia ndoa zetu. Wakati mwingine tunachoka, sema ndoa imenichosha. Sema imekuchosha ni kwa sababu tu umechoka kutoneshwa kidondo ulichoingia nacho kwenye ndoa. Yaani hichi kidonda kikitoneshwa mara nyingi, kikatonesha mwisho wa siku sema mimi nataka niondoke. Lakini kidonda kile unaondoka nacho, au kiachi pale unaondoka nacho. Kwa hiyo huko nako kwenda nako kuna watoneshaji. Watoneshaji hawaishi duniani tena, kinatoneshwa sana. Kwa hiyo muhimu sana kupona. Tukipona tutapenda watoto wetu vizuri. Tukipona pia tutalea watoto, hatutatunza. Huu msemo wa kutunza unatokana na maumivu. Mzazi mwenye maumivu hawezi kulea mtoto kwa sababu hana uvumilivu na hana upendo. Ukishakuwa na maumivu, upendo kuwa nao sio rahisi. Kwa hiyo ukishakuwa una maumivu, huwezi kupenda mtoto wako vizuri, huwezi kupenda mume wako vizuri, huwezi kumpenda mke wako vizuri. Kwa hiyo kupona maumivu ni jambo la msingi sana, na maisha yako yatakuwa ya furaha sana, na watoto wako yaani unaweza kaona changamoto zile ambazo zilikuwa zinakushinda jana, leo mbona unaziweza? Kwa sababu yaani unao msingi ambao uko imara kwa kutokea kuzihimili hizo changamoto.
Nikushukuru sana Darema. Amina. Nikushukuru sana binti yetu Helen. Tunawashukuru kwa muda wenu, lakini pia tunawashukuru kwa kushare story yenu, kwa sababu kwetu sisi sio story tu, lakini kwetu sisi ni darasa, sisi wazazi, lakini pia ni darasa kwa ajili ya watoto wetu. Kwa naamini vitaenda kutusaidia na kutengeneza pale ambapo pameharibika. Tunapoelekea mwisho kabisa wa podcast yetu, nipende kusisitiza wewe unayetutazama, hakikisha unapata kopi yako ya kitabu hiki. Mimi nimekisoma na nimeona kina vitu vingi sana vya kunisaidia mimi kama mzazi, lakini pia nimeona kina vitu vingi sana vya kunipa tafakari kuhusiana na maisha yangu ambayo nimetokea. Na ndani ya hichi kitabu kitakueleza hata kama we mzazi ulipitia migogoro ya kifamilia na unatafuta namna ya kupona, au unataka kujua kama kweli hiyo migogoro ilikuathiri au la, ukisoma hichi kitabu utaweza kujifunza hivyo vyote. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa muda wako na Mungu akubariki. Asante sana.